Leo tarehe 13 mwezi wa pili 2026 tumekuwa na kilele cha kikao cha mashirikiano baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, vikao vya kawaida vinavyotokana na maelekezo ya serikali zote mbili kwamba pande mbili za muungano kwenye sekta ambazo zinashabihiana utendaji wake kazi ziwe zinakaa na kuweza kuzungumzia changamoto zao, lakini vile vile kuweza kupeana exchange of ideas, zile kupeana uzoefu katika sekta zao mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ujumla wake inasonga mbele kwa kasi moja, lakini pia kwa ufanisi mkubwa. Kwa hiyo kikao cha leo ni kikao cha mwanzo katika mwaka 2025-26 na mada kadhaa zimezungumzwa katika maeneo ya sekta 5 ambazo kwa upande wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi zinashabihiana na wenzetu wa Tanzania bara. Kwa hiyo niseme tu tumekamilisha kikao chetu leo kwa mafanikio makubwa, lakini pia na mipango mikubwa ambayo ipo hapa mbele, na tumefanikiwa leo kusign mashirikiano baina ya kampuni yetu ya Tashiko ya Tanzania bara na kampuni ya Shipco kwa ajili ya kuweza kufanya kazi pamoja, ikiwemo namna ya kuanzisha mashirika pamoja ya meli kwa ajili ya biashara na shughuli nyingine ambazo zitashabihiana katika taasisi mbili. Utaratibu huu si kwa sababu ya gap maalum, lakini tunajua kwamba mara kadhaa kabla ya vikao hivi kulikuwa kuripotiwa kero za muungano, na serikali kwa ujumla kwa kuweza kutafuta mwarobaini wa kudumu wa jambo hili ikaona bora kuna vikao katika ngazi za wizara na ngazi za wataalamu kabla mambo haya hayajenda kwenye ngazi ya bunge au baraza la wawakilishi yakizungumzwa kama ni mambo ya muungano. Kwa hiyo hatua zipo tatu. Kuna hatua ya wataalamu ambapo kama watashindwa kuzungumzia jambo ambalo limo katika taasisi yao, jambo hilo litakuwa lije katika hatua ya makatibu wakuu, na makatibu wakuu wakishindwa litakuja katika ngazi ya mawaziri, na mawaziri wakishindwa kutatua ndio jambo hilo sasa litatambulika kama ni jambo la muungano, litakwenda kwenye sekta husika ambayo inashughulika na kero za muungano za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mafanikio ni mengi sana, na dalili fupi ni kwamba kwenye sekta yetu hii ya uchukuzi ni kwamba hakuna kero ambayo ilizungumzwa kwenye level ya makatibu wakuu au wataalamu au mawaziri ikashindikana kusuluhishwa na kuweza kufikishwa ikawa rasmi ni kero ya muungano. Kwa hiyo kukosekana kwa kero za muungano rasmi kwenye taasisi hii ya uchukuzi ni kuonesha wazi kwamba matatizo yetu au zile changamoto zetu tuna uwezo wa kuzitatua sisi wenyewe bila ya kuweza kuwashughulisha viongozi wetu wakuu. Ni vikao ambavyo ni kati ya sekta zinazosimamia usafiri au uchukuzi katika nchi yetu ya Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vikao hivi au niseme mikutano hii ni maelekezo ya Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano, ambapo ilielekezwa kwamba taasisi zinazofanya kazi zinazoshabihiana ziwe zinakuwa na vikao kila robo ya mwaka kwa lengo la kuondoa changamoto zilizopo, pia kupeana uzoefu na kushirikiana, kubadilishana taarifa mbalimbali ambazo zinakuwa na lengo la kuondosha changamoto katika sekta hiyo na kufanya serikali kupitia sekta iweze kutoa huduma bora zaidi. Kwa hiyo kwa upande wetu kwa Tanzania bara ni kwa taasisi sekta inayosimamia uchukuzi ni Wizara ya Uchukuzi. Kwa Tanzania Zanzibar tunakutana na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi pamoja na taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara hizo. Tunashukuru kwa vikao hivi kwa sababu imekuwa jukwaa la kutatua changamoto na kuondoa ile hali ambayo ingekuwa inafikisha kule juu mpaka kuonekana ni changamoto za muungano. Na kwa kweli tunafahari kwamba kupitia vikao hivi tumeweza kuondosha changamoto, na sekta ya uchukuzi haijawahi kuingiza changamoto ya muungano katika vikao vikubwa vya mawaziri.